rafiki zangu, Zakayo mtoza ushuru, pesa nayo, mali anayo, kuna kitu amepungukiwa ndani ya maisha yake. Akajua fedha hawezi akashikwa nayo. Kuna kitu mbadala ambacho Zakayo alikuwa anakitafuta. Biblia anasema Zakayo akatafuta, akataka kumjua Yesu ni mtu namna gani. Huo mstari wake pili kitabu cha Luka sura ya 19. Biblia inasema huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Zakayo alisikia habari zake Yesu Kristo. Angekuwa amezaliwa kizazi chetu cha Generation Z na Generation Alpha, kizazi cha mwendokasi cha TikTok, kizazi cha YouTube, kizazi cha Facebook na Google, lakini angepita akaperusha akamona jinsi ambavyo Kristo alivyokuwa famous YouTube, jinsi ambavyo Kristo angekuwa famous TikTok, jinsi ambavyo Kristo angekuwa famous katika mtandao wa kijamii ambao unafuatilia. Alikuwa ni icon. Na namkini angekuwepo wakati huu, angekuwa na subscribe wengi kuliko wote duniani. Kwa Zakayo kwa furuni zake na data zake wakati ule ambako simu zikuwepo, barua ndio zilikuwa zinatenda kazi. Biblia inasema akatafuta kumjua Yesu ni mtu wa namna gani. Ina maana umwamba Zakayo mtoza ushuru, TRA, tajiri, alikuwa shapata dondo fununu zake Yesu Kristo. Kwa nini? Kitabu cha Marko sura yake ile ya 10 kuanzia mstari wa 46, Yesu Kristo alikuwa shaingia kwenye mji wa Yeriko ambao Zakayo alikuwa anafanyia kazi, na Yesu alileta maajabu kwenye ule mji. Advertise ya kwanza inaanza. Yesu akati amefika katika mji wa Yeriko, nyomi ya watu ilimfuata. Wakati anatembea kuvuka Yeriko kuelekea Yerusalemu, katikati ya njia akakutana na mwamba mmoja, kijana samboi mmoja anaitwa Bartimayo mwana wa Timayo. Kazaliwa toka tumboni mama yake, alikuwa hana uwezo wa kuona. Wewe unaona, mshukuru Mungu. Macho na yenyewe ni muujiza. Bartimayo mwana wa Timayo toka tumboni mama yake kapoteza function ya kuona. Bartimayo mwana wa Timayo, Yesu anapita mahali pale. Bartimayo mwana wa Timayo akapaza sauti akamwita, Yesu Kristo mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Rehema maana yake nisaidie. Bartimayo mwana wa Timayo akamwomba Yesu. Akuangalia watu ambao wanamzunguka, yamkini alikuwa shaomba msaada, ameenda hospitalini, vitu vimedunda. Kuna mambo hospitali hawezi kukupa majibu. Kuna mambo ndugu hawezi kukupa majibu. Kuna vitu jamii hawezi kukupa majibu. Bartimayo mwana wa Timayo kipofu kuanzia tumboni mama yake. Hicho ni kitendo cha kiroho. Alikuwa anahitaji mtu ambaye ana power kuliko control dunia. Yesu akakatiza ile mitaa. Bartimayo mwana wa Timayo akapaza sauti akasema, Yesu Kristo mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Kwa sababu Yesu hana yana na Kristo mfanya aje duniani ni kutafuta na kuokoa kondoo waliopotea. Luka 4:18, Yesu anasema, Roho Bwana yuko juu yangu, maana amenipaka mafuta kuhubiria maskini habari njema, vipofu kupata kuona, kutangaza mwaka Bwana na kubarika, waliofungwa kupata kufunguliwa kwao. Sasa haya ndio maajabu ambayo Yesu alikuja kuyatenda duniani. Bartimayo mwana wa Timayo kipofu kuanzia tumboni mama yake mpaka anazaliwa, hawezi akaona. Akapaza sauti akamwambia, Yesu Kristo mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Yesu anageusha msafara ambao tani kulia geuka nyuma na kwa kwanza. Wakageusha msafara mzee, wakaangalia kutoka na muona kijana mdogo macho ameshiba. Akamwambia Bartimayo wa Timayo, wataka nikutendee nini? Bartimayo kwamba Ferrari, Bartimayo kwamba Viete, akomba Rolls-Royce, Bartimayo kwamba Lamborghini. Akajua hata kama niko na Lamborghini sina macho ni hasara. Akasema, Bwana sihitaji farasi wala ngamia wala mpanda farasi. Akasema, ninachohitaji nipate kuona tu, nataka kuona. Yesu akamwambia, pokea kulingana na imani yako. Zakayo akapata kuona. Sasa Bartimayo akapata kuona. Sasa Zakayo mtoza ushuru, Luka 19, maandiko yanasema akitaka kujua Yesu ni mtu wa namna gani, maana alishasikia story, alishaingia mji wake akaponya na watu akashangaa, akafanya maajabu yasiyo kwa kawaida. Bartimayo akapona. Zakayo mtoza ushuru akataka kujua Yesu ni mtu wa namna gani. Jioni njema leo taka kujua Yesu ni mtu wa namna gani. Haleluya. Haleluya.